Je, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanasukumwa na hofu katika kufanya mambo yao kwenye maisha haya? Huo ni mtego mbaya sana ambao shetani ameutumia kuharibu na kuvuruga maisha ya watu wengi sana, kuwapush wafanye maamuzi kutokana na hofu. Wanaoa kwa sababu ya hofu, unaolewa kwa sababu ya hofu, umri umeenda, unaenda kanisani kwa sababu ya hofu, mchungaji atanionaje? Unafanya biashara kwa sababu ya hofu ya umaskini na kufilisika. Yani hofu ndio ino drive inayoendesha maisha yako. Ina habari njema kwako, hiyo ni moja ya sumu mbaya sana yenye uwezo wa kuharibu maisha yako. Mimi ni Malaba Musa wa Patakatifu Media. Biblia leo inakupa suluhisho ya hili tatizo. Kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo 1:7 anasema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Chochote unachokifanya ukisukumwa na hofu au uoga hakitokani na Mungu, kinatokana na Mungu. Ili utoke katika kuendeshwa na hofu, uanze kuendeshwa na nguvu ya Mungu, uanze kuendeshwa na upendo wa kimungu, maisha yako yaanze kuendeshwa na self control, kiasi na kujizuia, inabidi fungu hili ulifanye kuwa fungu lako. Ninakuombea kwa Mungu, nguvu iliyomo ndani ya hili fungu ikawe nguvu ya maisha yako. Bwana akupe moyo wa ujasiri. Bwana akupe nguvu ndani ya moyo wako, ili maisha yako yasukumwe na upendo wa Mungu na sio hofu za maisha. Mungu akupe nguvu. Bwana Mungu wako akupe moyo wa upendo. Maisha yako ayaepushe na hofu kabisa siku zote za maisha yako, katika jina la Yesu. Amen.